Na bila shaka hujambo na karibu kwa Pili Media Group. Jina langu ni Isaac Leonard. Katika uchambuzi wa leo kwamba Google yakomesha Ruto. Leo hapa kwenye Leadership Beyond Self tunaangazia tu hali ya kisiasa nchini iko namna gani na ina athari ipi haswa kwa mambo ya online content creation. Na nitakwambia kwamba kuna ufichuzi kila kukicha. Nchi hii ya Kenya iko na ufichuzi kila kukicha. Sasa hapa kuna swala ambalo linaongelea kuhusu 62% ya maombi ambayo serikali ya Kenya ilifanya ili kwamba yaweze kusitishwa, lakini asilimia hiyo 62 Google ilikataa. Je, ina ishara gani kwa wewe mwananchi wa Kenya, na wewe ambaye ni blogger ama wewe ambaye unajaribu kufichua mambo ambayo ni ya serikali katika nchi ya Kenya? Na tunaambiwa kwamba kulingana na mamlaka ya serikali na nguvu ya makampuni ya teknolojia katika siasa za Kenya ama za kisiasa za Kenya, tunaambiwa kwamba kwa mujibu wa ripoti ambayo Google iliweza kupeana ni kwamba asilimia 62 iliweza kukubaliwa. Kwa hiyo ni kumaanisha kwamba kulikuwa na makataa ya Google ya masuala 26 kati ya yale ambayo yaliwasilishwa na serikali 42, ili kwamba kuondoa maudhui hayo mtandaoni, kwa sababu unaelewa kwamba kuna ile sheria ambayo ilipitishwa kwamba ikuwe inaondoa mambo fulani kwa mtandao. Kwa hivyo kwa asilimia hiyo, kwa masuala ambayo yalikuwa yamewekwa a total of 42 things, maombi ambayo yaliweza kuombwa na serikali. So hii internet ama Google ilikataa maombi 26, that is 26. So making it a percentage of 62%. So swali kuu ni kwamba kwa nini Google ikataa, na ni hii ina maana gani kisiasa? Kwa hivyo ni kwamba namba moja ni kwamba ishara ya serikali inajaribu kudhibiti simulizi za kisiasa. Hii inaonyesha kwamba kuwa serikali inajaribu kudhibiti taarifa na simulizi zinazozunguka mtandaoni. Pia inajihusisha zaidi na udhibiti wa maudhui ya kisiasa, ukosoaji na wanaharakati kidijitali. So those people ambao ni bloggers, wale watu ambao pia wana criticize serikali sana, wanaharakati, wale ambao pia wanakimbia hapa nje kusema kuna jambo ambalo si zuri serikalini. So the government itself, it is not happy with it. So wanajaribu sana ili kuhakikisha kwamba haya mambo yote hayawezi kukubalika. Kwa hivyo ni kumaanisha out of the 42 mambo ambayo yaliweza kuwa axed, ni kwamba yale ambayo yalikubaliwa so you minus 26 from 26, unapata kwamba only 16 ndio yalikubalika. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yalikuwa yamekuwa posted about the government ambayo yaliweza pia kukua kwamba yamefutiliwa mbali. Kwa hivyo hatujui, kwa sababu ukweli ni kwamba hatujui kama yote yalikuwa ni kwa sababu ya mtu mwenyewe binafsi ama ni sababu ya serikali binafsi. Kwa hivyo kuna mambo ambayo huenda yametolewa, huenda yana ukweli, yana uongo, sababu mara nyingi haithibitishi ukweli. Kile ambacho inathibitisha ni kitu tu cha kawaida kimsingi. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo serikali imefanya. Kwa hivyo jambo la pili, katika mazingira ya Kenya, mtandao umekuwa kwamba ni jukwaa la upinzani, sauti ya wananchi na eneo la kukosoa serikali bila hofu. And again, kama imeingilia pale, kwa hivyo itakuwa inakinzana. Kwa hivyo upinzani utakuwa na nguvu kwa njia ya mtandao, na pia wananchi watakuwa na sauti kwa sababu hawawezi kujieleza, sababu wakati waliondoka kwenye maandamano wengi waliweza kuwa kwamba wengi walipata majeraha, wengi hata walikufa kwenye streets. Kwa hivyo hawawezi toka, kile ambacho watatumia kama silaha ni internet.
Kwa hivyo hatua ya kufutwa kwa maudhui inaweza kwamba inatafsiriwa kwa kuwa ni kama jitihada za kuzima sauti hizo za mwanzo, sauti ya wananchi; pili, jukwaa la upinzani; na pia na eneo la kukosoa serikali bila hofu. Kwa hivyo kuna watu ambao ukiwa kwa internet unaweza kukosoa serikali bila hofu because hauko karibu pale, but ukiwa karibu pale unaweza kwamba unakosoa ukiwa kwamba una hofu kubwa. Nambari ya pili, Google pia kama mlinzi wa uhuru wa kujieleza. Kwa hivyo kuna mambo fulani ambayo inafanya kwa kukataa zaidi ya nusu ya maombi. Ni kumaanisha kwamba Google imejiweka kama mchezaji huru asiyeegemea serikali. Kwa hivyo ni kumaanisha Google pia ilikuwa imejitetea kivyake. And again, Google imejiweka kama mchezaji huru ambaye anaonyesha kuwa si kila ombi la serikali ni halali au kwamba ni la haki. Kwa hivyo just checking on the 42 requests, wakakataa 26, wakawapea 16. Ni kumaanisha kwamba Google on its own imejitegemea on its own kabisa. Pia inaleta mjadala mkubwa kwamba je, kampuni za teknolojia sasa zina nguvu kuliko serikali? Na pia kwa upande mmoja ni kinga ya uhuru wa kujieleza, na pia kwa upande mwingine ni changamoto kwa mamlaka ya serikali za kitaifa, kwa sababu Google sasa inajitegemea binafsi. Kuna mvutano wa kati ya sheria za ndani na sera za kimataifa. Kenya ina sheria za mitandao na cybercrime, lakini sheria hizo zimekuwa zikipingwa mahakamani na baadhi zimesisitizwa ama zimesitishwa kwa madai ya kukandamiza uhuru wa kujieleza. Na pia Google kama kampuni ya kimataifa, hatua ya sheria za kimataifa na sera zake haiwezi kutekeleza maagizo bila amri ya mahakama iliyo wazi. So ndio maana mara nyingi mambo hiyo yameweza kukataliwa na Google. Hayo ndio mambo ambayo yaweza kukataliwa, and seeing on the kind of percentage 62% ni kwamba Google haiwezi kuondoa kitu hivyo rahisi. Number 3, athari zipi? Inaonyesha kwamba kuwa serikali haiwezi kudhibiti mtandao kirahisi. That's number 1. Number 2, inaongeza kuwa mjadala wa haki wa kidijitali, na inaongeza kuhusu this Google inaongeza mambo ya mjadala wa haki za kidijitali na kidemokrasia. Pia inaweka pressure kwa serikali kuboresha sheria badala ya vitisho, na pia inaamsha umma kuelewa kuwa uhuru wa kujieleza bado una nafasi. So kadri tunavyoelekea kwenye siasa za 2027, mtandao utabaki kuwa ni uwanja wa kampeni, chombo cha uhamasishaji, na pia ni jicho la kuangalia serikali. Kwa hivyo nitimishe nikisema hivi: habari hii si ya Google pekee, ni habari kuhusu demokrasia ya Kenya. Kwa hivyo ni ujumbe kwamba enzi za kufunga midomo ya wananchi na amri imepita. Sasa enzi na majadiliano ya wazi na uwajibikaji. Asante sana. This is Isaac Leonard.